inatakiwa uweze kumshirikisha Mungu ili Mungu aweze kukutengeneza uwe yule mtu halisi. Maana anasema kwamba Ayubu anamwambia Bwana, anasema najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi hayawezi kuzuilika. Sasa mwanadamu unapokuwa unaishi katika ulimwengu huu, ulimwengu uliojaa na taabu na shida na mambo mengi ambayo ya kuzongwa, mwisho wa siku unatoka katika kusudi la Mungu, kwa sababu unakuwa humwamini Mungu aliyekuumba na aliyekuleta katika uso wa dunia hii. Alikuleta katika uso wa dunia hii ili uweze kutumika katika yale mambo ambayo yeye aliweza kuyakusudia. Na ndio maana siku zote unapokuja katika maandiko ya matakatifu ili uweze kumtumikia Mungu katika njia iliyo sahihi, ni pale ambapo unaweza kutembea katika njia iliyo sahihi, siku zote maisha yako yatabadilika. Hata wale watu ambao ulikuwa unaona watu wako tofauti na wewe, au walikuwa na kuwazia mabaya wewe, pale utakapokuwa umegeuka, lazima kuna kitu cha ziada Mungu atakuongezea. Kwa sababu atakuongezea kwa nini? Kwa sababu umeshabadilika, umekuwa sio yule mtu wa zamani, sasa umekuwa ni mtu mpya. Unapokuwa mtu mpya, unabadilika hata matendo yako. Kila kitu unachokifanya unakifanya katika utukufu. Ila kuweza kuyashinda hayo yote ambayo yako mbele yako, unastahili hekima ya kimungu. Na hekima ya kimungu ili uweze kuishinda, ni nguvu ya Mungu pekee ndio inayotakiwa ili kuweza kuyavuka hayo mapito. Ugonjwa ulionao si kitu mbele za Mungu, na chochote unachokipitia yani kama ni kizito. Ndio maana anasema mizigo yote ulionayo ulete mbele za Mungu ili Mungu kuweza kukukomboa na kuweza kukutoa hiyo mizigo. Haijalishi mizigo ulionayo ni mizigo ya aina gani. Sisi sote tunapoishi katika ulimwengu huu, kwa sababu tunaishi katika ulimwengu ambao wewe kwa akili ya kibinadamu unajiona uko sahihi, lakini Mungu anakuona unakosea. Huu ulimwengu tulionao, ukisema ufuate jinsi ya vile ambavyo wenyewe unataka uende, huwezi kuweza kumaliza yote yaliyo katika ulimwengu huu. Na ndio maana anasema najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote. Mungu hakuna jambo asiloliweza. Jambo lolote mpelekea Mungu. Kama siku zote ulikuwa unaomba katika maisha yako kwamba Mungu, naomba nipe kitu fulani, anasema Ayubu katika ile 42 mstari wa 2, anasema najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote. Mungu hashindwi na jambo lolote. Mungu hashindwi na kitu chochote. Kitu chochote katika ulimwengu huu hakuna kigumu mbele za Mungu, ila watu wanafanya mambo yawe magumu kwa sababu wao wanawaza kibinadamu. Mambo ya Mungu siku zote yeye ndiye mwenye jibu sahihi. Unapofanya jambo, hebu mshirikishe Mungu, mwambie Mungu, hili jambo ninalolifanya ninaomba Mungu ukaweze kuonekana na ukaweze kujifunua katika jambo hili. Iwe ni jambo la kiuchumi, iwe ni jambo la kifamilia, iwe ni jambo la kuweza kumpata mtu aliye sahihi katika maisha yako wa kuweza kuambatana, iwe ni marafiki. Hata marafiki inatakiwa uweze kuchagua. Si kila rafiki wa kuweza kuambatana katika maisha yako. Kuna rafiki mwingine ana uwezo wa kupoteza kwenye kusudi la Mungu na ukapotea. Na ndio maana nimeweza kufuatilia katika ulimwengu tunaoishi ya kwamba watu wote ambao walikuwa na magrupu mabaya au marafiki wabaya, wale marafiki waliwashawishi wakatoka kwenye kusudi la Mungu, wakaenda kwenye maagano ambayo hata wao hawakutarajia. Lakini Mungu anapokuja kuhukumu wewe, hata angalia kwa sababu ya fulani alikushawishi uingie kule. Hapana. Mungu anasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Pale mwanadamu utakapoweza kumgeukia Mungu, atakupa watu walio sahihi wa kuweza kuambatana na wewe katika safari yako ya maisha. Iwe katika safari ya kiuchumi, iwe katika safari ya kikazi, iwe katika kilimo, atakupa watu walio sahihi ambao watakushika mkono kuweza kukufikisha katika hatima yako. Hatima yako iko mikononi mwa Mungu. Kwa hiyo Mungu atatuma watu wale walio sahihi ili waje kwako kuweza kukufikisha pale ambapo Mungu aliweza kukusudia. Sasa watu wengi wanafanya maamuzi kwanza, alafu baadaye yakishatokea mambo magumu ndipo baadaye kuanza kulaumu kwamba imekuwaje. Kwa hiyo siku zote tunatakiwa tuwaombee hata marafiki wale wanaotuzunguka. Haijalishi hao marafiki wana kitu au hawana kitu, lakini Mungu kwa sababu alishawaleta kwako, amewaleta wale watu walio sahihi.